Wapendwa wa familia ya Mungu, ninajisikia furaha sana na amani rohoni kwamba Mwenyezi amependa kutupa siku ya leo tukakutana wengi hivi na makundi mbalimbali. Mwaka huu hatujawahi kukutana kivile, maskofu, mapadre, watawa, waka, mapadre nyumbani, walelewa, pamoja na dada zetu na mama zetu wata wachache walioalikwa. Kwa hiyo kwa kweli jimbo lote liko hapa. Ndio maana tunamwomba Mungu. Asante Mungu, asante sana. Na nafurahi pia kwa sababu muda huu tumeutumia vizuri. Siku ya leo tumeitumia vizuri. Mpaka sasa tumeshaitumia vizuri. Kwa maana ya kwamba tumepata nafasi ya kuelewa ujumbe wa mababa askofu. Najua mmepata semina hiyo. Ule ujumbe wa Kwaresma. Wengine mlikuwa bado hamjausikia. Lakini pia tumepata nafasi wengi kupata sakramenti ya upatanisho. Na hili nalo linatusaidia katika maandalizi ya sikukuu ya Pasaka ambayo haiko mbali sana. Nalo hilo ni jema kwa wengine shughuli wakati mwingine watu tunajisahau mpaka dakika ya mwisho. Lakini basi angalau tumepata nafasi, tunamshukuru Mungu na nawapongezeni kwa kuitumia na naamini itakuwa ya manufaa kwetu. Lakini pia ni siku ambayo tutapata nafasi sisi waka kujitathmini na kujitafakari tunaendeleaje na wajibu huu mkubwa tuliopewa na Bwana wetu Yesu Kristo kuwa baba walishi au walezi wa walelewa wetu vijana. Ndio maana basi nasema ni siku furaha kwa sababu ya hayo mengi tutakayoweza kufanya na ambayo tumeshafanya. Ukitazama kalenda ya liturujia ya Kanisa Katoliki, siku kubwa zinazomhusu Mtakatifu Yosef kubwa mbili ni ile ya Mei Mosi ambayo kwa kawaida tuna mdadavua Mtakatifu Yosef kama mfanyakazi bora. Ile ndio siku yake hiyo. Hapo tunakazania sana. Lakini siku nyingine ambayo tunaiadhimisha ndio hii ambayo tumehamishia leo, ilikuwa tarehe 19, ambapo tunamkumbuka Mtakatifu Yosef kama mume bora na baba bora wa mtoto Yesu. Kwa maana wajibu wake mkubwa uliokuwa na kwa Mama Maria na kwa mtoto Yesu. Hayo ndio mambo mawili ambayo tunayachambua kidogo siku ya leo. Na ili tuweze kuona alitekelezaaje hayo vizuri mpaka tuwe hapa kumsifu, niombe tukumbuke mambo machache katika maisha yake. Tuanze na pale Mama Maria alipopata mimba akiwa bado mchumba wa Yosefu. Yosefu akahangaika alipojua hilo. Baadaye malaika akanyosha mambo akamwambia usiwe na wasiwasi. Yosefu akampokea Maria. Lakini muda mfupi baadaye sasa Maria huyu anaomba ruhusa kwenda kwa anti wake Elizabeth. Jamani. Yaani mke fresh kabisa, alafu anaomba kuondoka miezi 3. Nyie mlioa juzi unajisikiaje? Yaani umeoa, alafu anakuambia mume wangu na miezi 3 sitakuwepo. Unajisikiaje wewe hapo? Unajikuna kweli kichwa. Ulifikiri ubachela umekutoka. Ubachela unarudi tena miezi 3. Bwana we, haikuwa rahisi hata kidogo. Lakini alikubali kwa sababu alikuwa mume mwelewa. Alikuwa mtu aliyekuwa tayari kushiriki shida za wengine hata katika nafsi ya Maria. Alikuwa anataka huo msaada utolewe. Hakuwa mgandamizaji. Hakuwa mvutia kwake.
bali alitaka aelewe na shida za wengine, hata kama ni kwa kupitia nafsi ya mke wake. Wanaume, kwa hilo mngepata maksi ngapi nye? Na nisikilize. Wengine mke akiondoka tu siku 2-3 kwenda maziko, tabu, kelele. Oh bwana, mke hayupo, kikashuka, kikapanda. Haya, mjifunze kwa Yosefu hapo. Vitu vingine mwavumilivu kidogo. Sawa wanaume? Uvumilivu. Na tuwape wake zetu support pale wanapohitaji support. Lingine ambalo napenda tulitazame ni pale Yosefu alipomchukua Maria wakaenda kuhesabiwa kule Bethlehem, katika kijiji chake cha asili. Hiyo mnajua, kila Noeli huwa tunarudia hilo. Na wakati wa mama Maria kujifungua ukafika, na wote mnajua kwamba alizalia kwenye hori la kulia wanyama. Hiyo mnajua vizuri sana. Sasa niwaulize nyote wanaume, mnafikiri mkunga alikuwa nani pale? Mkunga alikuwa nani? Yosefu hakusema hii kazi ya wanawake bwana, wewe mama hangaika kwa mimi natazama mbali. We, wapi na wapi? Alimsaidia bwana. Kwa sababu aliona kweli mke wake anahitaji na hakuna jinsi. Kwa mfano huu tunaona ushirikiano wa Yosefu katika hilo na mengine mengi yatakayofuata. Mengi, kama kufanya kazi pamoja, kufurahi pamoja, kushiriki shida za maisha pamoja, hivyo. Na muhimu kupita yote, kwa pamoja walimtayarisha padre wa kwanza, ndio Yesu Kristo. Kwa pamoja walitayarishia dunia mkombozi. Nirudie hilo. Kwa pamoja walimtayarisha padre wa kwanza, ndio Kristo. Waheshimiwa wanaume, kwa wale ambao mnajitahidi kushirikiana na wake zenu, na wapongezeni sana. Na wale ambao hamwashirikishi wake zenu chochote, mjifikirie. Mengine muhimu, wengine mkiondoka ghafla duniani, vingi vya familia vitapotea tu. Kwa kushiriki ni kwema. Lakini pia niwapongeze wale ambao mmekuwa washiriki wazuri kama UWAKA katika kuandaa mapadre katika kituo chetu hiki. Kwa kufanya hivyo, mnafanya kile alichofanya Joseph na Maria, kumwandaa padre wa kwanza. Mapadre hao mmeshakabidhiwa, muandae katika malezi yao. Lakini pia hilo litufanye katika masuala ya kazi pia. Nimesema kulikuwa mna nesi. Kuna vitu vingine baba inabidi ufanye ili maisha ya familia yaende vizuri. Kuna wengine huwa wanasema hilo linihusu, alafu familia inakwenda mrama. Kuna vitu ambavyo narudia, hata kama kwa mila hatufanye, lakini ikibidi, kama ulazima upo, wanaume lazima ujikunje ufanye kazi. Lingine ambalo napenda tukumbuke ni ile safari ya Misri. Malaika anamtokea Yosefu, anamwambia, bwana we, mtoto huyu atauawa. Kimbia haraka. Mkimbize. Katika hali ya kawaida, tena anapewa muda mfupi sana. Katika hali ya kawaida ungetegemea kae chini aanze kujiuliza, sasa nakwenda aje kwanza? Nasafirije? Kule nako kwenda nashukia kwa nani? Nitafanya kazi gani? Maswali chungu mbovu angejiuliza. Hata wewe ungejiuliza hayo. Na katika kuwazawaza huko, angefanya hivyo, muda mwingi ungepotea. Na asubuhi ingewakuta pale, na wale wauaji wangefika, wangemuua mtoto. Kwa hiyo Yosefu anakuwa mwepesi kusikiliza ujumbe,
fanya maamuzi haraka na kutenda hapo kwa hapo, hapo kwa hapo. Sisi ndugu zangu tukoje? Tukoje hapo? Tuko wepesi hivyo au kila tunapokutana kufanya maamuzi muhimu tunaongea afa nasema tutamaliza kesho bwana hilo au baadaye au ngoja tujipange kwanza kidogo? Yosefu kufanya biashara, mtoto angekufa. Kwa hiyo kwa nafasi naomba niwapongeze sana kwanza wana maridhiano. Kile kikundi cha kwanza kabisa ambacho ndio kilileta wazo, tukalitafakari pamoja, tukaona mbona jema la kuwa na watu wachache ambao watasaidia kuendeleza kituo hiki, na tukaanza pale mwanzo, na washukuruni sana. Wanajifahamu wengine viongozi wako na waona hapa. Lakini imewaka kwa sababu baadaye walipokea ile wazo kwa nguvu kabisa, na kwa pamoja sasa tukaenda mbele. Ndio maana tumeweza kufanya mengi mnayoona hapa yanayong'aa yamefanywa katika moyo huo, na hata generator iliyonunuliwa juzi hapo ni katika huo pangilio huo. Kwa hiyo naomba niseme hongereni sana kabisa. Kwa kweli mmetenda haraka pale mlipoweza na mambo yakawa mazuri kabisa. Najua sasa hivi tuna ule mpango wa kujenga nyumba ya walezi hapa ambayo kweli tunahitaji hakika. Kwa upande wa vijana tumekaa vizuri sana, lakini kwa upande wa walezi hapana, hatujakaa vizuri. Tumeshafanya michoro. Lengo ni kuwa na nyumba ya orofa moja ambayo itakuwa na vyumba 4 kwa juu vya kulala hawa walezi wetu, na kwa chini kutakuwa na sehemu ya mazungumzano au recreation wanaposema wenzetu hawa. Pia kutakuwa na store na kisehemu cha kusali sala za mchana na usiku, au mmoja anapokuwa kwenye majukumu basi akirudi apate na mahali pa kusali peke yake. Na nyumba yenyewe itakuwa na square mita 284. Najua kuna wataalamu, kuna wajenzi hapa. Ukipiga mahesabu kwa jengo kama lile, square mita moja inajengwa roughly plus or minus kwa shilingi milioni 1. Haya, niambieni wana hesabu. Hiyo nyumba itagharimu shilingi ngapi? Hamjasema tu. Ina maana 284 milioni. Lakini tukijenga kwa force account, maana yake nini hiyo? Ndio neno kubwa lakini hamna lolote ndani yake. Ukinunua vifaa mwenyewe alafu fundi akajenga, bei wanashuka. Na ndio tukatufanya. Kwa hiyo mwisho wa siku sitegemei iende zaidi ya 250 milioni. Kwa hiyo wababa wapendwa sana, si mmesikia? Sasa leo nitasikia mmejipanga vipi, au mtasubiri sababu mtoto wawe. Hiyo ni mifano mitatu inayomhusu Yosefu kama mume bora, na naamini tumesikia na tutajitahidi kufanya ile tunaloweza kwa nafasi yetu. Sasa tutazame mifano miwili mingine mifupi tu inayomhusu Yosefu kama baba mlishi bora. La kwanza ni pale walipokwenda hekaluni alafu mtoto akapotea, mtoto Yesu. Kwanza tujiulize walifuata nini hekaluni? Yosefu alimpeleka mama Maria na mtoto Yesu kwenda kusali, na ilikuwa tabia yake daima wasali na kufanya hija katika kanisa kuu Yerusalemu. Niwaulize wanaume, ninyi kama wababa mnakazana kweli na watoto kuhakikisha wanasali, wanaenda kanisani, wanapata sakramenti? Tunahangaikia hilo kweli? Tunauliza wala tuulize? Tunakuja tunajalia kwetu. Leo tunaambiwa hata wale wakubwa kule nyumbani wa watoto, mtoto ni mtoto, yuko chini yako, lazima baba umsukume uhakikisha anafanya mambo ya kiroho.
Wengine wanaishi nyumbani kwako huko, anadai ana mke, na unamwambia una mke bwana, wapi na wapi? Ndio hajabariki. Hey wazazi, wanaume, hakikisha unafuta watu wa namna hiyo katika familia yako. Kazanie mpaka wakapata sakramenti. Naomba sana. Na hilo la kusali najua linaeleweka na kadhalika. Lakini la pili ambalo tunajifunza katika hilo ni pale mtoto anapopotea, walihangaika kwenda kumtafuta. Unaweza kusema walipoteza siku 3 kutafuta mtoto, lakini wao hawakuona hizo siku kama zimepotea. No, sisi ndio tunaona zimepotea. Wao hata waliona ni wajibu wao kulinda uhai wa mtoto, kuhakikisha mtoto yuko salama. Mtoto yuko salama. Katika hili tukoje mababa? Tukoje? Tunawajibika sawa sawa kama wazazi kweli kwa watoto wetu, na watoto wa jirani pia. Watoto ni watoto. Sasa kama kila baba angewajibika hapa Tanzania kama baba, haya tunasikia yote ya ukatili wa kijinsia, watoto kuumizwa, wawe wa kiume wawe wa kike, watoto, yanatoka wapi? Na sisi kama UWAKA wanaume Katoliki tunasaidiaje kufanya hiyo hali isiwepo? Tuna ubavu wa kukemea hayo katika mazingira yetu, au tunasema bwana tumesikia? Labda unamfahamu hata mkorofi fulani hivi, lakini umwambie chochote. Sawa hiyo. Chumvi yetu na mwanga wetu katika jamii uko wapi? Kama kweli wanaume wote wa Kristo wangeweka mguu chini wakasema sisi wenyewe watufanya maovu na tutahakikisha tunamtetea mtoto awe wa kike awe wa kiume, yangekuwepo hayo kweli? Kama ingekuwepo ingekuwa machache sana. Naomba leo mlitafakari wanaume sana sana, na wanaofanya hayo kwa tamaa na mambo ya kushirikina tuwaone aibu kabisa na kuwaombea wabadilike. Nimalize, la mwisho ni lile mawili tu nilitaka kusema kwa mtoto. Ni pale Joseph, mnajua kazi yake, alikuwa seremala, sio? Alikuwa na randa apate kula, na alihakikisha anamfundisha mtoto Yesu useremala, akilenga kwamba mbele ya safari Yesu atakuwa seremala mzuri kama yeye, atakumzidi. Hakumwacha Yesu akarande tu vijiweni huko, no. Alimkazania sana. Siongee sana kwa mambo ya kazi kwa sababu ni siku yake ni kama nilivyosema tarehe 1 mwezi wa 5. Lakini nyewe baba mnaofuga watoto magoigoi nyumbani, hiyo biashara mwache kabisa. Litoto likubwa kama wewe alafu nalilisha we. Toto na miaka 18 20 bado nakuja, mama anadai chakula. Piga kofi. Mama amenisikia? Akatafute. Wapi na wapi? Nimeona clip moja, nadhani wengi mmeiona. Mama mmoja wa Kichina anatembea barabarani na litoto lake likubwa kabisa la kiume. Alafu anaanza kumpiga mama yake mateke barabarani. Alipoulizwa mama, kwa nini mtoto anakupiga mateke? Akasema ameniomba pesa ya kwenda kunywa pombe na rafiki zake nikamnyima. Toto kubwa kabisa. Barabarani. Wewe unaendekeza ile mtoto yule utakuja kufanya hivyo kabisa. Hebu niwaulize, ukitaka kujua umesimama wapi, niwaulize swali. Umewahi kumwambia mwanao hapana alipokuomba kitu ambacho uliona kimfai? Ukamwambia hapana, aliomba mwanangu subiri tu hivyo, na baadaye ukampa? Au umewahi kumkaribia mtoto wako alipofanya hovyo, au ulimwonea aibu? Kuna wazazi wanaogopa watoto wao. Mtoto amekwenda sekondari, mtoto yuko chuo, mtoto ana pesa. Baba anasema hali jamaa bana jamaa kijana kigari chake pale nyumbani, akipiga breki akishuka mzee, shikamoo mwanangu. Wapi na wapi? Wapi na wapi? Naomba sana wababa tuwajibike,
tufanye kama Yosefu alivyofanya kwa mtoto Yesu na kwa mama Maria. Na naomba tumalize kwa kuomba neema ya kuwa tayari kumsikiliza Mungu, tufanye anavyotaka katika kuwalea watoto wetu, katika kushirikiana na wake zetu, na katika kuendeleza kituo chetu hiki cha malezi. Tumsifu Yesu Kristo.